Na ndio nikamalizana na hiyo. Tuko katika kiburi. Tunaingia kwa kiburi. Tuachane na uoga kwanza, tuingia kwa kiburi. Kwa nini? Maana watu wengi wameanguka kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo kila ambao Mungu alikuwa anahitaji akakupatie, umeonjewa. Yani unakuta kwamba umepatiwa kitu ambao ya kuonja. Yani unakuta kwamba ni kama niambia mama nipatie maji. Yeye akanipatia maji. Nionje kidogo, nisema kwamba hiyo maji iko sawa. Lakini baada kuonja ile maji ni juu ya kwamba ni sawa, unakuta kwamba hata mtu mwingine akiniambia kwamba nimpatie, kwa sababu ndishali nimejua kwamba ni yangu, au unakuta kwamba unawekea ile ambayo nilikuwa nimesema kwamba nasema kwamba hii. Kwa hivyo hapo unakuta kwamba kuna wengi ambao unapatiwa hii na unapata wengine, unakuta kwamba hata unashindwa hata ukipatiwa wengine itaingia wapi. Maana tiali Mungu alikuwa anataka uwe upatiane, akupatie wengine. Ikwe wewe ndio mpeleji. Hello. Kuna kitu nameongea. Yani nakuta kwamba mpeleji. Tunasema kwamba hapa kuna mpeleji ya maji. Kwa hiyo unakuta wakati ambao switch on ile mpeleji inaanza kutiririsha maji. Kwa hiyo unakuta kwamba basi wewe ukichota yako, ukichota yako, wewe unakuta kwamba unafungia wale wengine. Nasema kwamba hakuna. Na ndio Biblia inasema kwamba kuna watu ambao wanasema katika, si useme, wanazuia nini? Kwa hiyo sasa tunaingia hapo, inaitwa kwa sababu umejua mali ambao ukinaweza kwa kitu kizuri, wewe unabungia wale wengine wasionje kitu kizuri. Unakuwa kwamba wewe ni kiburi, inakupanda. Lakini sasa ninasema kwamba watu wengi ule nyumbani, nanena juu ya kiburi siku ya leo. Si Bwana kubariki sana wakati ambao unaenda kunifuata ili uweze kuelewa. Maana kila mtu anasema kwamba mimi sina kiburi. Lakini wakati ambao unaenda kunifuata mpaka mwisho, utaelewa kwamba wewe uko na kiburi ama hauna kiburi. Na Biblia inasema kwamba Mungu ako mbinguni na ndatafuta vile ambao anatoka kwa kiti yake ili kuja kuharibu kiburi. Inaweza kuwa kwamba Mungu ametoka kwake kwa ajili yako ili aharibu kiburi. Lakini wakati ambao utaelewa, utapata kunyenyekea na yeye Mungu akuinue. Si Bwana kubariki. Wakati ambao tunaenda kuingia kwa neno, ninakukaribisha kwa ibada. Hii inaitwa Back to Foundation. Toko Ndanguleti. Bwana kubariki sana. Wakati ambao unaenda kuingia, ukiwa town, unaweza kupanda ngali ya number 2 ama 102. Usukia mahali ambao inaitwa senda. Ukipika senda, basi utaweza kutupata. Inaitwa Back to Foundation. Ama ukiwa Ondion unaingia 23B. Ukiwa 23B inakuleta mpaka mwisho. Ikipika mwisho petrol station, hapo unaweza kutupikia simu, tutakuchukua hamade huko. Si Bwana kubariki sana. Kuna wengi ambao wametumia njia hiyo na wamebika kanisani, na tumeona Mungu akifanya kazi njema ndani wetu.
Si Bwana kubariki sana. Wakati ambao unaenda kutufuata ukaweza kusikia message ya kiburi. Kila mmoja anasema kwamba mimi sina kiburi. Hata nikiuliza mmoja atasema kwamba mimi sina. Lakini utajuaje kama hauna kiburi? Okay. Kiburi, na ndio hapo neno ila kichwa ni kuondoa kiburi kwa maisha, na wewe utaona Mungu, utamuona Mungu. Okay. Kiburi kazi yake unakuta kwamba inashusha. Kiburi ni inashusha. Kiburi wakati ambao iko katika maisha yako, bali unakuta kwamba inakupatia mwanguko. Okay. Yani unakuta kwamba kiburi inasema kwamba ni dhambi ambao inaonekana kwamba inakuwa ignorance kwa neno la Mungu. Okay. Kiburi inakutenganisha na Mungu na authority yake. Kwa hiyo unakuta kwamba inakutenganisha na Mungu. Huyo kiburi ni nani? Okay. Kiburi, ninaweza kukwambia kwamba kiburi ni nini. Kiburi wakati ambao kiburi, wacha tuingie kwa kiburi. Unakuta kwamba ni kama Biblia inasema kwamba mke atatoka, mwanaume atatoka, na wote watapatana kuwa kitu kimoja. Okay. Naye Yesu Kristo, maana alipenda ulimwengu, akatoka mbinguni, akaachana na baba yake. Sikia, akaachana na baba yake, akakuja ulimwenguni kwa ajili ya kanisa lake, ili kaweza kuinunua kwa damu yake ya dhamana. Basi kwa nini? Maana anasema kwamba kama vile, sikia, kama vile baba anaweza kuingia kwa nyumba ya mama na wakuwa kitu kimoja, basi anahitaji na wewe ukaweza kuingia kwake ukakuwa kitu kimoja na yeye. Basi ndio Biblia sema kwamba basi huyu ambao anaitwa baba akiwa kwa nyumba anakuwa nini? Anakuwa kichwa. Kuna kitu ninasema. Huyo mume akiwa, hiyo maandiko iko katika kitabu cha Waefeso 5. Waefeso 5:23. Okay. Wacha tu hapo weka, lakini ninataka kukueleza. Okay. Anasema kwamba okay, mume ni nini? Mke ndio, yani mume ni kichwa ya mke. Okay. Naye hivyo ndivyo unakuta kwamba kanisa ni mwili. Kanisa ni mwili, na baada ya kuwa mwili uko na viungo vingi. Okay. Wakati ambao uko na viungo vingi, Yesu Kristo ndio kichwa ya kanisa. Umeelewa vile nasema hapo? Yesu Kristo ni kichwa ya kanisa. Kwa hiyo wakati ambao anakuwa kichwa ya kanisa, basi chochote ambao kinachotinua kinyume cha neno la Mungu ama kinyume cha huyu ambao ni kichwa ya kanisa, bali unakuta kwamba inaitwa pride ama kiburi. Meleza mpaka hapo.
nimesema kwamba ile ambayo imejinua kinyume na nini? Kinyume na neno ama Yesu Kristo ambao ni kichwa ya nini? Ya kanisa, inakuwa ni kiburi. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao chochote ambao unachokifanya, kile chochote ambao unachokifanya, basi inastahili kufanya iletee Mungu tukufu. Na kila ambao unafanya bila kuletea Mungu tukufu, bali inamaanisha kwamba inaonekana kwamba ni kiburi. Umeelewa hiyo? Kila chochote ambao unafanya bila kuletea Mungu tukufu, bali inamaanisha kwamba inasema kwamba ni kiburi. Kila ambao unafanya bila kuletea Mungu tukufu, inasema kwamba ni kiburi, ndio inaitwa ignorance. Okay, na ndio hapo ninasema kwamba basi kuna vitu ambao tumefanya katika maisha. Kuna vitu ambao tunafanya katika maisha. Na baada ya kuifanya hiyo vitu ambao tunafanya katika maisha, bali unakuta kwamba inaleta mwanguko mkali kwetu. Maana Mungu ameona kwamba imejinua kinyume cha nini? Cha huyu ambao anaitwa Yesu Kristo ambao ni kichwa ya kanisa. Kwa hiyo tunaweza kujua haji. Tunaweza kujua wakati ambao bali unakuta kwamba ukifanya kazi ile ambao ailetee Mungu tukufu. Kila ambao unafanya hata kama ni kula, inahitajika ujue kwamba unakula na iletee Mungu tukufu. Okay? Hiyo maandiko, hebu soma hiyo. Kuna ingine ambao ninakupatia. Sasa nilikuwa nikueleze, soma. Alafu kuna ile ambao iko katika past sononike. Waefeso 5:23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Okay. Kwa hiyo unakuta kwamba naye ndio hapo inasema kwamba kila kitu inastahili kutii. Basi kuwa kutii, bali unakuta kwamba inahitajika kuwa kuna kitu ambao inaitwa sauti. Sauti, wakati ambao Mungu anakupatia ile sauti, bali inamaanisha kwamba unaweza kwenda kinyume chake ama ukubadiana naye. Unaweza kukubadiana na ile. Na ndio hapo inasema kwamba ndio hapo nimeeleza. Hebu kwanza weka Pastor Thessalonike 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Okay. Kwa hivyo chochote ambao unafanya na kukushukuru, ujua kwamba hiyo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo chochote ambao unafanya, hata kuomba kwako, kukula kwako, chochote ambao unafanya, ujua kwamba inastahili kuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni kutafuta mapenzi ya Mungu mahali ambao itaingia. Okay. Chochote ambao unafanya, ujua kwamba kama haya ni mapenzi ya Mungu. Wakati ambao unatukana Mungu, yani mtu, unajua saa, alo, kwani mumelala? Wakati ambao unatukana mtu, unamwambia kwamba unajua yo. Uona kama hiyo ni mapenzi ya Mungu kufanya hivyo. Halo? Yani ukitoa kitu cha mtu mbali umeweka mahali vingine,
inahitajika hiyo inahitajika kuwa na nini? Kama mtu anakuongelesha, anakuuliza wewe umeokoka kweli? Yani bila ambao unafanya inakuuliza unajua umefanya kweli, umeokoka? Halo. Yani hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Chochote ambao unafanya na unakuta kuna mtu ambao anatukana na mtu na unakuta hakuna mtu ambao hakuna kitu anasikia. Baba Loni, umenyamaza. Yani kutokana mtu na kuna kitu ambao inakuambia kwamba unajua umeongea mbaya. Ndio nauliza, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kila chochote ambao unafanya inastahili kuwa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kama si mapenzi ya Mungu, inamaanisha kwa una kiburi imekupanda. Haleluya. Wewe unaona kama umeanza kuingiliwa hii. Unaona kwamba umeanza kupandwa na hiyo kiburi. Sasa ndio hapo ndio hapo uone kwamba mala ambao kwani hii kiburi kwani hii kiburi ni nini? Hii kiburi ni nini? Inaletwa na nini? Inachochea nini? Wacha nikueleze. Okay. Kama vile ambao nimesema kwamba ni mwili wa Kristo, ni mwili mmoja lakini uko na viungo vingi. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo viungo vingi inamaanisha kwamba ukienda kukigusa, unajua mwili wangu uko na viungo vingi. Kuna macho, kuna masikio, kuna miguu. Kwa hiyo kuna mtu ambao ni mguu kwako, kuna mwingine ambao ni nyenge kwako, kuna mwingine ambao mabua kwako. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza kusema kwamba ninaweza kufanya kazi bila mabua, aweze kufanya kazi bila macho. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ambao kwako ni kama macho. Kwa hiyo umheshimu ukwe, unakuta kwamba wakati ambao unakaa naye unakuta kwamba ujua kwamba hawezi kufanya kazi bila huyo mwingine, maana ni kiongo chako moja. Halo? Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao ninakwambia kwamba basi unakuta kwamba ninakwambia kwamba basi ni uko kwa mmoja wangu, ninajua kwamba bila wewe siwezi. Unaona? Ninashukuru Mungu maana waume hako. Maana unakuta sana wakati ambao ninakuja naendesha ngale naweka hapo, ananiambia kwamba ukina ondokea. Kazi yangu ni kukuja na hiyo vyombo, na ananiambia ondokea. Anafanya kazi yake akiwa na Loni, anaweka vyombo hapo. Okay, wakati ambao anafanya, kwa hiyo unakuta kwamba ninahitajika kuonyesha ile hali, kudhamini kazi yake. Kwa hiyo na wewe basi unakuta kwamba unastahili kudhamini kazi ya yule mwingine. Halo? Maana sisi sote tumeandikwa na mtu mmoja ambaye ni kichwa. Hiyo kichwa yetu ndio hana tu Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unaanza kuona kwamba kama unachokeshwa ama kama unaitwa, nipatie hiyo neno. Thank you. That is the word. Okay, kupatumiwa vibaya. Wakati ambao unaanza kuona kwamba kama umetumiwa vibaya, bali inamaanisha kwamba basi hiyo ni kiburi ambao
inaanza kukupanda, bali unakuta naye Mungu anasema kwamba ninataka kushuka ili nikuje kuondoa kiburi. Na ndio ile neno ambao ilikuja. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi. Akasema akalete ile neno kusema kwamba yeyote ambaye anayependa mke ama anapenda ndugu ama anapenda yule mwingine kuliko mimi astahili kabisa. Halo? Kwa hiyo kuna kitu ambao Mungu anaona kwamba basi unakuta kwamba unaanza kupenda kuliko yeye, inamaanisha kwamba basi unaanza kuingiza kiburi. Kwa hiyo hiyo ni njia moja kuonyesha kwamba wewe umepandwa na kiburi. Bali naye Mungu anasema kwamba ninashuka ili kuja kuondoa kiburi. Halo? Basi ndani unakuta kwamba ndio hapo nimepatiana kitu kadogo, ni kusema kwamba basi nimesema kwamba ama huyu ambao anaitwa Ima apika mahali ambao anaona kwamba ni mimi tu ninachangisanga keyboard na kuna mwingine ambao anacheza keyboard. Anasema kwamba na sasa kuanzia leo nitaenda kwa mbele, ninastahili kulipwa. Halo? Okay, hiyo ni kiburi ambao inaweza kukupanda bila kujua. Kwa hiyo unakuta kwamba shetani ameingilia njia hiyo ili maana wakati ambao unafanya ile kazi au ufanye kazi ulipwe. Halo? Yule ambao amekuandika ni mmoja, na ndio ameniandika amekuandika. Kwa hiyo wakati ambao unakuta kwamba na ndio mwenye kanisa, kwa hiyo unakuta yule ambao mwenye kanisa, bali unakuta kwamba ndio hata ninashukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi. Amesema kwamba kuna watu ambao watakosa taji, wengine wataenda ukiwa na kwa nini? Maana tayari walipatiwa zikia. Wacha nikwambie. Okay, wakati ambao unataka kulipwa hapa duniani, hata mbinguni utakuwa ya kwamba tayari umaliziwa hapa duniani. Mbinguni hautakuwa hautapata, utakuwa huti. Kwa nini? Maana tayari umeshalipwa hapa duniani. Nitakwambia nini? Ninaona kwamba hiyo message haijapika. Wakati ambao anaitwa Ima atasema kwamba alibwe, ni mimi nitamchukua, nitamulipa. Lakini unakuta kwamba taji yake atakuwa amelipiwa hapa duniani. Lakini wakati ambao atasema kwamba kazi hii ni Mungu amenipatia, anaitwa kishwa atakulipa. Si mimi, kishwa yule ambao mwenye kanisa ndio atakulipa. Atakulipa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu ambao hawajaelewa hii. Kwa hiyo wakati ambao umekosa kuelewa, bali unakuta kwamba basi unakuta kwamba mambo yako inakuwa unalipwa na unakuta unaachwa. Unakuta kwamba hapa duniani utakuwa ya kwamba utaanza kutafuta Mungu. Unasema kwamba huyu, inakuwa ya kwamba unaanza kusema kwamba huyu hakunipatia. Anaanza kusema kwamba unatafuta vitu. Ndio unakuta kwamba watu wanauza mpaka nini, maji wanauza chumbi, wanauza kibagio. Hakuna pepo ambayo inaweza kubadilika na kibagio. Ni wewe nikuje nikuwekelee mkono, pepo iondoke kwako, lakini si kibagio. Yes. Nikuwekelee mkono, pepo ianze kuondoka. Kama kuna pepo ukiwa hapo, ninaweza kuiambia niko hapa ya kwamba uondoka. Unakuta kwamba inakuacha, unakuta unaanza
Kwa nini? Maana pepo inaondoka, unaachwa kuwa huru. Halo, haiwezi kuondolewa na kibagio. Halo, kwa hivyo ni kukosa, inaitwa kila ambao kimelete shida hii ni kukosa maarifa. Na hiyo iko katika kitabu cha Hosea. Hosea ina mstari wa 6. Kwa nini? Maana unakuta kwamba kukosa maarifa, kukosa elimu. Kwa hiyo wakati ambao umepata hiyo elimu, ndio unakuta kwamba wewe hautaenda kutafuta kibagio. Halo, Kizeka, unaona aje? Kwa hivyo ukipatana na huyo anauza kibagio, mwambie akuje nimwekelee mkono pepo itoke, maana hakuna pepo. Hiyo ni pepo iko ndani yake, ndio inaitwa tamaa. Wacha nikwambie, pepo inaitwa tamaa. Kwa hiyo unamaliziwa hapa duniani, unalibiwa hapa duniani. Lakini kama unataka kulibwa na mwenye kanisa, ambia Mungu, nikitaka unibe mimi, si ya kwamba uanze kulibwa na nini na watu. Maana Biblia sema kwamba ukiangalia, hebu angalia katika Yeremia 17 mstari wa 7 inasema nini? Wakawala kadada ndugu, alaka bana. Yeremia 17 verse 7. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Yes. Yani nakuwa kwamba hata huyo hapa atabarikiwa. Yani nakuwa tumaini lake iko katika Bwana. Si ya kwamba kwa watu, hapana. Kuna watu ambao wanasema kwamba huyo ndio alinifanya, wachana na huyo ambao alikupanya. Weka Mungu katika hiyo pengo. Waambia Mungu, huyo ambao ni kanisa, kichwa ya kanisa, amekupatia nini? Amekupatia na atakupatia. Maana tiali ye ndio kichwa ya kanisa. Kwa hiyo wakati ambao ataingia kwako na kuambia kwamba atafanya mambo ya maajabu kwako, ukimruhusu akuwe kichwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu wengi ambao wangekuwa juu, lakini Mungu wakati ambao aliangalia akaona kwamba vile ambao wameinuka, wameanza kuongea kama vile ambao wengine wanaongea, akashuka akaondoa nini? Kiburi. Kuna watu ambao Dagoretti wangekuwa mbali sana. Dagoretti, kuna watu ambao wangekuwa mbali sana. Na ninawajua. Maana nimekaa Dagoretti over 25 years. Ni 30 something years nikiwa Dagoretti. Kwa hivyo ninajua Dagoretti in na out. Kuna watu ambao wangekuwa mbali sana, lakini kwa ajili ya kiburi basi unakuta kwa wameshuka. Ninakataa mimi ni kushuka. Bwana, ninajua njia ambayo ninaweza kupitia kuenda chini, Mungu akaweza kuninua. Na wewe tamani ili Mungu akaweza kukuinua. Nasema kwamba tamani Mungu akaweza kuondoa kiburi kwako. Baada ya kuondoa kiburi ukashuka, Mungu akakuinua. Maana wengi wamejua wamewekwa chini kwa ajili ya kiburi. Halo? Wamekosa kuendelea kwa ajili ya kiburi. Yani unakuta kwa mtu mmoja amepata kili mmoja tu peke yake, unakuta kwamba ameliba watu waunge waue wengine. Halo? Yani hiyo haikuangi huko. Kiburi imeua.
kila ambao kimeleta hii ni nini? Kila ambao kimeleta hii ni nini? Kwa sababu ya